Mwezi Juni mwaka 2024 ulikuwa wa heka kwa taifa la Kenya baada ya kukumbwa na maandamano makubwa ya raia, hasa vijana, yaliyoitikisa serikali. Mbali na mambo mengine, maandamano hayo yaliyopewa jina la Gen Z yalichochewa na mswada wa fedha wa mwaka 2024 uliopelekwa bungeni, huku ukionekana kuwa na mapendekezo tata, ikiwemo ongezeko la kodi ambayo hayakupendwa na watu wengi. Maandamano yalianza pole pole kwenye maeneo mbalimbali, na Juni 25, 2024 Gen Z wakalivamia bunge la Kenya ili kuwashinikiza wabunge kuutupilia mbali mswada huo, wakisema unawakandamiza wao walio wanyonge, kwani serikali inazingatia masuala yake tu na si ya raia wa kawaida. Maandamano hayo kwenye jengo la bunge yanatajwa kuwa maandamano makubwa kufanyika kwa mwaka 2024 na kusababisha vifo zaidi ya 60, mamia ya majeruhi na uharibifu wa mali. Kutokana na fukuto hilo, Juni 26, siku moja baadaye, Rais wa Kenya William Ruto alitangaza kuutupilia mbali mswada wa fedha wa 2024, akisisitiza kuwa anasikiliza kilio cha Wakenya, kwani wao ndio muhimu. Hii leo Juni 25, yapata mwaka mmoja sasa, familia za waliopoteza wapendwa wao wakati wa maandamano wameitisha maandamano ya amani kama sehemu ya kuwakumbuka. Hata hivyo, yaliyoitwa maandamano ya amani yamegeuka machafuko kwa mara nyingine, huku polisi wakiimarisha ulinzi mkali. Maelfu ya waandamanaji wamefurika katika mitaa ya Nairobi, wengine wakimtaka rais ajiuzulu, huku wakiimba Ruto lazima aondoke. Akiwa kwenye mazishi katika kaunti ya Kilifi, pwani ya Kenya, Rais William Ruto ametoa wito kwa waandamanaji kutovuruga amani na utulivu wa taifa. Sisi taifa letu la Kenya ndio hili, na ni nafasi yetu na ni wajibu wetu kuhakikisha ya kwamba tunalinda amani ya taifa letu la Kenya, na yale yote tunayafanya yawe chini ya sheria. Maandamano hayo yaliyokuwa yakioneshwa mubashara kwenye vyombo vya habari vya Kenya yalisitishwa ghafla baada ya serikali ya Kenya kuamuru vituo vyote vya televisheni na redio kusitisha mara moja. Maandamano haya yameungwa mkono na viongozi mbalimbali, akiwemo kiongozi wa chama cha Wiper nchini Kenya Kalonzo Musyoka, jaji mkuu mstaafu David Waraga na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Auleria Gabriel, Azam News.